Mungu hawezi kuweka ndoto ndani ya moyo wa mtu bila kumpa njia ya kuitimiza. Kauli hii ina maana gani? Kauli hii ina maana kwamba ikiwa Mungu ameweka maono, kusudi au ndoto ndani ya moyo wa mtu, basi pia ameweka uwezo, fursa, yani opportunity, vipaji au njia ambayo itamsaidia kufikia hiyo ndoto. Haimaanishi kwamba mambo yatakuwa rahisi, lakini inaonyesha kuwa ndoto ya kweli kuambatana na njia ya kuifikia. Fundisho kuu ndani yake: usidharau ndoto ulionayo moyoni mwako. Kila kusudi lina mchakato wake. Changamoto hazimaanishi Mungu amekuacha. Mara nyingi ndiyo sehemu ya safari. Imani, uvumilivu, nidhamu na kazi ni muhimu ili ndoto itimie. Mungu anaweza kufungua milango kupitia watu, vipaji, elimu, uzoefu au mazingira tofauti tofauti. Cha kujifunza: usikate tamaa mapema. Ndoto kubwa mara nyingi huanza kwa hali ndogo. Tambua vipaji ulivyo navyo. Mara nyingi njia ya ndoto yako iko ndani ya uwezo ambao tayari umepewa. Chukua hatua. Kuomba pekee haitoshi. Lazima pia ufanye kazi kwa bidii. Kuwa na busara, kuwa na subira. Vitu vikubwa huhitaji muda wa kukua. Usiogope kushindwa. Kushindwa kunaweza kuwa somo la kukuandaa kwa hatua kubwa zaidi. Mfano mzuri ni Yosefu kwenye Biblia. Alikuwa ndoto kubwa. Akiwa kijana alipitia mateso, kuuzwa utumwani na gerezani, lakini mwisho ndoto yake ilitimia kwa sababu njia ilikuwa tayari inaandaliwa hatua kwa hatua. Na pia Moses aliitwa kuwaongoza watu wa Israeli, na ingawa aliona hana uwezo wa kuzungumza vizuri, lakini Mungu alimpa msaada na njia ya kutimiza kusudi lake. Kwa ufupi ni hivi: ndoto ya kweli si tu hamu ya moyo, bali inaweza kuwa ishara ya kusudi ambalo linahitaji imani, maandalizi na hatua ili litimie. Asante kwa kunisikiliza mwanzo hadi mwisho. Niambie nini ambacho umejifunza kupitia video hii, nami nitafurahi sana katika kukujibu kwenye comment. Kumbuka, yote yawezekana kwake yeye. Amini.